Sasa nyie ndio mwe mabalozi, ndio mko na wananchi, tuwaelimishe waingie, kwa sababu kwa mtu ambaye anapata huduma sasa hivi hospitali akienda anajua 150,000. Kwa mfano ukienda hospitali zetu kubwa hizi, mama anataka kufanyia operation shilingi ngapi? 200,000 plus, si ndio? Au 300,000. Hospitali fulani 300,000, siwezi kutaja majina, lakini za serikali 300,000. Sehemu nyingine unakuta 250,000. Kwa sisi halmashauri kwenye vituo vyetu ambavyo tunafanya upasuaji tumeweka 150,000. Sasa hiyo ni attempt moja. Mone na ni mtu mmoja. Unaona kabisa kumbe ukichangia 150 kwa watu 6 ni hela ndogo. Na ndio maana serikali inatumia nguvu kubwa kutafuta source nyingine za hela kuchangia kwenye mfuko. Na ndio maana unaitwa mfuko. Utachangia mwingine anaweza asiumwe. Si ndio? Yeah. Ukichangia bima hapo unasema mimi nachangia nimechangia sasa kama nisipoumwe inakuaje? Jaribu kuuliza kwamba nao kiumwe itakuaje? Kwa sababu hapo maswali ambayo mtakutana nayo kwa watu kwamba tunachangia 150,000 kwa kaya yangu. Tusipoumwa tutarudishiwa. Muulize ukiumwa itakuaje? Kama kwenye nani ya mkoba ilivyo, si ndio? Ukifiwa unapewa, si ndio? Kama unataka upewe, ua. Kwa hiyo vitu vya kuchangiana sio lazima wewe unufaike, si ndio? Lakini ikitokea unatakiwa kunufaika, utanufaika. Hivyo ndio vitu vya kuchangiana. Kwa hiyo tuwe mabalozi wazuri, tuwaelimishe wananchi waelewe. Na kama mtakuwa na vikao labda vya kata vile, ODC, na mkataka au vya kijiji ambao vinakusanyika watu wengi, afu mkataka mtaalamu kutoka huku, tutawapatia. Kwa hiyo wale watasafu mwatoe wasiwasi, watafikiwa. Lakini sio hao tu, kuna kundi bado hatujalifikia. Kuna under 5, kuna wajawazito na wazee wasio na uwezo. Na naomba mwe mnaongea hivi, wazee wasio sera inasema miaka 60, lakini ababu miaka 60, lakini wasio na uwezo. Yaani haiwezekani unamtibu mzee ana miaka 77 amekuja na renji kutoka kwake mpaka hospitali, alafu unamtibu bure. Ameweza kuweka mafuta kwenye Range Rover, alafu hospitali unamtibu bure. Itakuwa haina maana. Lakini kuna wale tunajua hawawezi, au ndio tunawataka, kwa sababu serikali inataka imguse kila mtu. Kwa itakuja awamu ya wajawazito, itakuja awamu ya watoto under 5. Hapa narudia tena under 5 pamoja na wale walemavu au watu wenye mahitaji maalum. Tutumie sana neno watu wenye mahitaji maalum, sio walemavu. Awamu yao nao itakuja. Ukiangalia kwa namna moja au nyingine kwenye vituo au halmashauri kwa ujumla inaenda kufaidika. Wale zamani under 5 na wajawazito, yani kwa sasa hivi tunawatibu bure, si ndio? Ila sasa tukianza utekelezaji wa bima afya kwa wote, wao nao watakuwa na vitambulisho. Kwa maana hiyo na wao wataenda kutuchangia zile gharama kupitia serikali. Serikali itawachangia. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuna claim NHIF wanawezeshwa hela, wanatulipa zile huduma ambazo wamepata kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna moja au nyingine, sekta ya afya tukitekeleza vizuri, tukiwa waadilifu, tunaenda kuboresha huduma zetu, kwa sababu tutapata mapato ya kutosha, tutaweza kuboresha huduma kwenye vituo. Sasa utekelezaji wa awamu ya pili utakuwa ni wa kuchangia 150,000 kwa kaya, ambayo inajumuisha baba, mama na watoto wake 4. Sawa? Kwa hiyo itakuwa hivyo, au baba, mama na wategemezi wengine 4. Kwa jumla itakuwa watu 6 kwenye package ya 150,000, ambayo ndani yake kuna huduma karibia 372. Sasa huduma hizi nimesema huduma 372 kwa sababu sasa hivi kwenye sekta ya afya kuna huduma nyingi, nyingine ni cosmetics. Mtu anataka apunguze ziwa, mtu anataka ongeze tako, hizo ni cosmetics. Sasa huduma hizo hazipo kwenye package hii.